Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu watu wa elimu ya dua na mitishamba, leo tumekuja na somo hili zuri kabisa kutoa na faida za huu mmea wa life leaves, yani ua la msharifu au mti wa msharifu. Mmea huu wa msharifu ni mmea ambao una faida nyingi sana kitiba. Unasaidia sana kutibu maradhi ya kibiolojia, lakini isitoshe hata katika maradhi ya sihiri pia huwa tunautumia kutibu maradhi hayo. Sasa leo nimekuja kukuletea faida nne ambazo zinatokana na huu mti wa msharifu. Kama mtu ana maradhi ya aina 3 katika hizo faida 4, basi atapona maradhi hayo kupitia huu mmea wa msharifu. Faida 4 ni katika ile hali ambayo ya kimazingira tu, lakini 3 katika hizo katika kutibu maradhi ya kimaumbile. Ndugu yangu, ni kuombe tu kama bado hujasubscribe basi usisahau kusubscribe, lakini isitoshe bonyeza alama ya kengele hapo ili mtu wa kwanza kupata video zetu pindi pale tunapozituma na kuziweka mtandaoni. Mmea huu wa msharifu ni mmea ambao ni wa asili wa tangu na tangu. Ni mmea ambao ni mzuri sana. Ni mmea ambao unatumika sana sehemu nyingi, na hasa kwa upande huu wa Afrika Mashariki huu mmea unapatikana kwa haraka sana. Na miongoni mwa faida za huu mmea, huwa ni mwepesi kuota. Ni mwepesi mno kuota, kwa maana kwamba ukipata jani lake ukalidondosha chini ukalipanda, basi hilo jani litakuoteshea huo mti, kwa maana inakuwa na asili ya kutoa miche kupitia jani lake. Ndio huu mmea wa msharifu. Lakini isitoshe miongoni mwa faida au kazi za msharifu zipo nyingi sana. Sasa miongoni mwa faida za huu msharifu, kama mtu atakuwa na matatizo haya basi atumie, utamsaidia biidhnillah. Faida ya kwanza, kama mtu anajihisi ana magonjwa ya ngozi. Ninapozungumza magonjwa ya ngozi naweza mnielewa, utangotango, upele, vichunusi, vidonda, sawa? Sana sana hivi ugonjwa wa ngozi tu, sawa? Basi mtu huyu anaweza kutumia huu mmea wa msharifu kutibu maradhi yake. Anatumia vipi? Atachuma majani katika majani ya msharifu, kisha baada ya hapo ataponda ponda apate ile tope lake. Tunaposema tope lake ni jani ambalo lina asili kama unyevu maji ndani yake. Asa kiponda utapata mchanganyiko wake, kisha ule mchanganyiko wake ule atakuwa atumia kupakaza ile sehemu ya tukio. Muhimu tu kabla hajapakaza zingatia usafi. Kama na mapunye basi ajikwangue kwanza, jisafisha, funda pakaze hiyo dawa. Kama na mapele basi ajisafishe kwanza afa pakaze dawa. Insha Allah atakuja atakaa sawa. Lakini miongoni mwa faida ya pili, kwa mtu mwenye vidonda vidogo mwilini mwake, basi pia anaweza kutumia hivyo. Ataponda ponda kisha atatumia kubandika ile sehemu ambayo kwa tatizo, na insha Allah atakuja atakaa sawa. Faida ya 3 ambayo ya huu mti wa msharifu, kwa mtu ambaye mwenye uvimbe, labda kadondoka goti limevimba, au labda kadondoka kuna sehemu imevimba, sawa, au ameamka mtu sehemu imevimba, basi anaweza kuchukua msharifu akauponda ponda pia, alafu akatumia kubandika ile sehemu ambayo yenye uvimbe. Kama uvimbe ni mkubwa, basi atafahamu anachua, kisha atachukua kitambaa kwa kisafi, atabandika ile dawa, alafu atafunga ile sehemu, itamsaidia biidhnillah. Lakini faida ya 4 ni faida ya kimazingira, kwa maana huu msharifu huo muda mwingine tunaupanda kama pambo katika nyumba zetu. Wenyewe ni mzuri, hata ukiangalia jinsi ile picha yake unajua ni mzuri. Sasa huwa tunatumia msharifu kama pambo katika majumba yetu. Ukipanda ni mzuri kutazama, lakini ni dawa pia. Kwa huu ni upande wa kwanza, nimekuja kuelezea za faida ya msharifu kwa upande wa kutibu maradhi hayo na kwa upande wa mapambo. Lakini somo linalokuja ni upande wa sihiri au chawi, namna gani ya kutumia msharifu katika maradhi ya kichawi, katika matatizo ya kichawi, katika biashara na kadhalika. Insha Allah, ni kuombe tu kabla hujasubscribe usisahau kusubscribe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.